kudadavua mada inayohusu siku ya kimataifa ya furaha duniani ambayo ni tarehe 20 mwezi wa 3 kila mwaka. Tarehe 20 mwezi wa 3 kila mwaka. Chanzo cha siku hii ni pale nchi 160 zilipokutana mwaka 2012 na kuanza dhana hiyo, lengo hilo kwamba tuangalie kiwango, ngazi ya furaha katika nchi mbalimbali duniani. Kabla ya kuangalia maana ya furaha, vigezo vya furaha na vitu vinavyoshusha furaha katika jamii za watu, katika nchi za watu, hebu tuangalie kwanza nchi 4 zenye furaha kuliko zote duniani. Nchi ya kwanza ni nchi ya Finland. Finland ndio kitu ni nchi yenye furaha kuliko nchi zote duniani. Alafu baada ya Finland, nchi ya pili ni Denmark, nchi ya tatu ni Iceland na nchi ya 4 ni Sweden. Na kwa msingi tu, kwa ufupi, zinaitwa ni nchi za Scandinavia. Zina mifumo mizuri sana ya elimu kuliko nchi zote duniani, mifumo mizuri sana ya afya, ya haki za binadamu, demokrasia, utawala wa sheria. Ndio nchi zinazoongoza duniani kwa hilo. Kwa hiyo hayo mambo, hizo tunu zinachangia pia katika furaha ya nchi hizi 4, top 4: Finland, Denmark, Iceland na Sweden. Furaha ni nini? Ukimuuliza kijana wa kisasa au Gen Z furaha ni nini, anaweza kukupa majibu tofauti. Kwa wengine furaha ni fedha nyingi, mziki mzito, mali nyingi, magari ya kifahari, perfume za bei mbaya, simu za bei mbaya, mambo kama hayo kwa wengine, hasa vijana. Kwa wengine mambo ya pombe na kadhalika. Hizo ni maana hasi, negative meanings, negative definitions za happiness. Hebu tuangalie furaha katika maana chanya, maana inayoeleweka. Furaha maana yake ni utulivu, tena utulivu wa ndani na wa kweli, sio ule wa nje, sio ule wa plastic. Mtu anaonekana anacheka. Kuna watu wengi wanapopiga picha kwenye sherehe, kwenye ndoa, kwenye harusi, kwenye kitchen party, unaona wanacheka. Kumbe inaitwa ni cosmetic smile. Na characteristic ya cosmetic smile, mtu anapocheka kisanii, kiuongo, hizi lips zinarudi nyuma, lakini macho hayajigusi, anakuwa kama mamba fulani hivi. Lakini ukicheka kicheko cha kweli, macho, kope za macho na lips za mdomo zinarudi nyuma kwa pamoja. Kwa utulivu wa ndani, utulivu wa uhakika, utulivu wenye mshikamano, utulivu wa kuridhika. Kuna vijana wengi leo hii, hata umpe milioni ngapi hata ridhika. Kuna ndoa nyingi, naongea kama pani, zimevunjika kwa vile hawa akina mama ni watu hawaridhiki. Hata ubembeleze, hata ufanyeje, habebeki, haridhiki, ni balaa. Sasa kigezo cha hiki wanachokiita furaha ya kweli, kiwango cha gross happiness index, GHI, ni nini? Sasa kabla ya kuangalia hivi vigezo vya upimaji wa furaha, niseme tu Tanzania ni nchi ya ngapi kwa furaha duniani? Ni nchi ya 136 kwa furaha duniani, baada ya nchi ya Somalia. Yaani Somalia wana furaha kuliko sisi. Sasa hapo sijui tunasemaje jamani. Tuingie sasa kwenye vigezo. Vigezo vya upimaji wa furaha duniani viko kama, nimefanyia utafiti, viko 10 kama amri 10 za Mungu. Kwa hiyo viko 10. Kigezo namba 1 ni uhuru wa kufanya maamuzi ya maisha bila kuwa na wasiwasi au hofu isiyokuwa na msingi. Leo hii vijana wengi, yuko chuo kikuu, hawezi akaconcentrate katika kusoma kwa vile anajua akimaliza chuo kikuu hana kazi. Kwa hiyo hawezi kuwa na furaha. Anajua. Leo hivyo vijana wanafunzi wa vyuo vikuu kila mwaka, kadiri ya takwimu,
wanaomaliza vyuo vikuu kwa mwaka nje ya Tanzania ni zaidi ya au ni takribani 150,000. 150,000. Wanaoajiriwa na wanaoajirika, kuna wanaomaliza vyuo vikuu hawaajiriki, maana hawana vigezo vya kuajiriwa, hawazidi 5,000. Na wale ambao wana staff ili hawa waingie pale hawazidi 4,000. Kwa hiyo kila mwaka kuna kundi la watu ambao wanatupwa mtaani, wanatupwa mijini wakiwa hawana furaha. Kwa hiyo uhuru huo wa kufanya maamuzi, ninasoma kwa amani, kwa utulivu, najua nikimaliza chuo nitapata kazi, hicho hakipo. Namba 2, ukarimu. Ukiuliza ni watu wangapi wana ukarimu, sio wa fedha wala wa nguo wala wa magari, kwa wengine. Anaona bibi mzee hapo barabarani, ngoja nikusaidie bibi. Kwa Tanzania ndio watu wachache sana. Zamani ndio tulikuwa tunafanya hivyo. Ukarimu wa mume kwa mke. Tukifanya takwimu, wanaume wengi sasa hivi amezaa, amemkimbia mke, amemkimbia girlfriend, vijana wa mtaani wanasema amesepa. Watoto wengi leo hii wanatunzwa na mzazi mmoja, na hasa kina mama. Na nyinyi mnaonisikiliza ni mashahidi kwamba kuna watoto wengi ambao wewe unalea, hasa nyinyi kina mama, wako sekondari, wako primary, wako vyuo vikuu, mama ndio single parent, ndio single mlezi. Huwezi kuwa na furaha. Huwezi kuwa na furaha. Ukiamka tu ukilala hivi wala huwezi kulala mpaka saa 9 usiku. Usingizi wiki. Shule zinafunguliwa, ninapata wapi ada? Kodi ya pango, furaha haiwezi kuja. Kwa hiyo hata ule ukarimu, watu leo hii kuna kitu kinachoitwa sympathy fatigue. Watu wana mchoko wa kusaidia wengine, hata mahali ambapo mtu angeweza kusaidia mwingine. Uchovu wa kujitakia. Hapa ningeweza kumwambia mtu mgonjwa pole, akajisikia vizuri, naomba nikusaidie, naomba nikupe ijero, nikupe ibuku, naomba nikubebee haya maji au nikuletee kuni. Watu hawataki, hawana hiyo nafasi. Wameingia kwenye kitu ambacho professionally tunakiita comfort zone. Yani ukanda wa kujifurahisha. Kujifurahisha kwa mambo ya nje. Hiyo ni namba 2. Namba 3, ili watu, jamii, mji na dunia iweze kuwa na furaha, kigezo namba 3 ni kutokuwa na madeni au mikopo binafsi au ya kitaifa. Leo hii ukiangalia watu, nyinyi mnaonisikiliza, ni wangapi wana mikopo ambayo inawafanya wakakosa usingizi? Ni wengi. Deni la taifa la Tanzania, Google, sikiliza, bunge limeongezeka. Kwa hiyo hata watendaji hawawezi kuwa na furaha ukijua kwamba tunadaiwa. Na je, ukifa kabla hujalipa inakuwa shida sasa kwa watoto, kwa nchi, kwa wananchi. Namba 3. Namba 4, kutokuwa na kundi kubwa la vijana ambao wamezama kwenye matope na dimbwi la ulevi. Leo hii kuanzia miaka 20-25 iliyopita, vijana wengi, angalia mikoa yote, miji yote, angalia mkoa wa Kilimanjaro, nenda vijijini tulikozaliwa, vijana wako tu wana vinani vya kunywa pombe za kienyeji na za pombe haramu na hizi za kisasa zilizotengenezwa ambazo ni hatari, high life, good life, konyagi na nyingine. Kwa hiyo tuna janga, tuna bomu la watu ambao hawataki kufanya kazi, wanataka kuamka asubuhi walewe ili wajifanye wamesahau yale matatizo. Kumbe yale matatizo yako pale, wakisha zimua na kuzingua wakifikiri kwamba yale matatizo yameishi. Hayaishi. La hasha, hayaishi. Kwa hiyo ulevi unachangia pia watu kutokuwa na furaha. Na huyu mlevi hajiumizi yeye mwenyewe, anaumiza na wale anaoishi nao, na mchumba wake, na wazazi wake, na walezi wake, na watu wa imani yake, na majirani zake. Kwa hiyo wanapoongezeka idadi, takwimu, statistics za walevi katika nchi, katika mkoa, katika mji, katika familia, katika jumuiya ndogo ndogo, katika kanisa, katika msikiti, inakuwa ni balaa. Kwa furaha haitakuwepo. Furaha haiwezekani kuwepo. Na uwezi kwenda kwenye supermarket au sokoni kwenda kusema naomba kilo 20 za furaha au madebe 2 ya furaha. Hizi ni tumu ambazo hazipimiki na hazipimwi.
Ni kama upendo. Wewe unasema jamani, girlfriend wangu naomba unipe tani 2 za furaha au tani 2 za love. Au kauliza wanasiasa, naomba mnipe tani 4 za uwajibikaji au za rule of law. Utawala wa sheria. Hawezi kukupa. Ni kitu ambacho kama unacho hakipo basi ni tunu. Namba 5 ni haki dhidi ya rushwa. Tunaona leo hii katika nchi nyingi na hasa Afrika, hata Tanzania, huwezi ukapata haki yako bila kutoa rushwa. Nimeona huko barabarani mtu anapita na kirigu, ni kama almost ni kama kosa la jinai mtu kununua kirigu siku hizi na kupita na barabarani. Hapo utapigwa tu mkono pembeni, haisi pembeni. Unajiuliza sasa huu ni mfumo gani? Kwa mimi nataka niwe na furaha, niwe na kirigu changu, niweze kupata hela kwa ajili ya familia yangu au ya wazazi wangu, lakini umepakia hakuna hata kosa. Ndio kuna wengine wana makosa tayari pembeni. Kwa mfumo wa taasisi mbalimbali haupo tayari kutoa na kuhamasisha haki, hasa wanyonge, haki katika jamii, haki katika mahusiano. Kuna kijana mmoja alimpatia binti mmoja mimba. Yule binti ameenda akamwambia, sasa naomba sasa fedha za kutunza huyu mtoto kabla hajazaliwa na kadhalika, matumizi. Kwa vile nini? Akamwambia, kwa vile sioni siku zangu. Akamwambia, kama uoni siku zako, nenda ukavae miwani utaziona. Sasa ndio dunia tunayoishi. Eti kavae miwani, kwa vile hujavaa miwani, kavae miwani utaziona. Na akamwambia, sepa haki kwenye mahusiano, haki kwenye siasa, haki kwenye maisha ya jamii, haki kwenye uchumi, haki kwenye elimu, haki. Unakuwa ni wimbo wa taifa, sasa haki, umoja, mshikamano, lakini katika ukweli. Halafu namba 6, uhuru wa kisiasa. Ni mara ngapi tunasikia vyama vingine vinaambia uruhusiwi kuonyesha siasa zenu na